Namuomba Mwenyezi Mungu atutakabalie saumu zetu, atuchukulie udhaifu wetu, aturehemu maiti wetu, awaponye wagonjwa wetu, na atushishie utulivu katika kikao chetu hiki ambacho tunaingia leo biidhnihi subhanahu wa ta'ala kidogo tu katika bahari ya Qur'an al-Karim. Waman ana hatta asbaha fi hadha al-bahr al-amiq, na mimi ni nani mpaka niweze kuogelea katika bahari hii? Ninaposimama katika bahari ya Qur'an al-Karim, ajiduni kaannani namla tuhawilu an tuzalzila aljabal, najiona kana kwamba ni mfano wa mdudu chungu anayetaka kulitikisa jabali. Alquranu bahrun la sahila lah, Qurani ni bahari kubwa ambayo mwenye kutaka kuingia hapo ndani lazima awe amejiandaa vizuri, lakini kwa udhaifu tulokuwa nao tunatabaruk na mwendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati aliposema ballighu anni walau ayatan, hata kama utashindwa kuogelea basi angalau kuyagusagusa yale maji pia hilo lisikushinde. Na hivyo ndivyo tutakavyofanya. Namuomba Mwenyezi Mungu atuteremshie rehema zake, akhiri zake katika kumi hili la rehema. سنتناول اليوم على موضوع أول آية نزلت في القرآن الكريم، وأول آية نزلت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أول آية نزلت في مدينة رسول الله، وعن أرجى آية على أمة التوحيد، وعن أشد آية على أصحاب النار، ثم عن آخر آية نزلت على أمة محمدية. Tutazungumza leo biidhnillah kujifundisha na kuchukua ibra na kujikumbusha aya ya mwanzo iliyoshuka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha aya ya mwanzo iliyoshuka Mtume alipofika Madina, kisha aya ambayo inawapa matumaini makubwa watu wenye tauhidi na ikhlas, kisha tutazungumza aya nzito kwa watu wa motoni, na baadaye tutazungumza aya ya mwisho kushuka katika Qur'anul Karim. Na katika aya hizo bila shaka ndani yake tutachukua ibar na mafunzo maalum, kwani jambo kushuka kwake ile mara ya kwanza tu kuna aulawia fulani zinapaswa zijengwe katika nyoyo za wale wanaoshushiwa Qur'an, ili apate kuuliza Mwenyezi Mungu, enyi nilokushushieni Qur'an, madha amiltum bil Qur'an, mumeifanyia kazi gani hiyo Qur'an? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Huu mfano Mwenyezi Mungu anatupigia, anasema laitani hii Qur'ani ingeshushiwa jabali, isingeshushiwa wewe mwanadamu, ikawa Qur'ani kullifa bihi aljabal, jabali imeambiwa hii Qur'ani yako itumie, basi Mwenyezi Mungu anatuhakikishia, anasema la raaitahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah, ungeliona jabali linaitumia hii Qur'ani, ile khushu'i yake basi lingepondeka pondeka na kusagika likawa unga, kwa sababu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa yale aliyosemwa katika Qur'an. Sasa ikiwa jabali linaitikia Qur'ani kama hivyo, sisi ni akina nani? Sisi ni wale ambao Mwenyezi Mungu asema wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri
warazaqnahum min at-tayyibati wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Hakika tumemkirimu binadamu. Kuwakirimu wanadamu hao, tumewaruzuku vizuri vya baharini na nchi kavu, na tumewapandisha katika safari za baharini na nchi kavu, na tumewafadhilisha uzuri wa sura zao si sawasawa na wanyama au viumbe vyovyote vingine. Mtizame samaki anayeitwa nyangumi, au samaki anayeitwa ng'ombe maji, au samaki ambaye unamuona kule baharini, alafu unganisha utizame na sura yako unapokaa katika kioo. Tizama Mwenyezi Mungu alivyokuumba kwa haiba kubwa. Macho ameyaweka mahala pake, pua akaiweka mahala pake, meno na mdomo akauweka mahala pake. Hivi sasa ingekuwa Mungu ameweka macho mawili katika magoti mawili, ingekuwa sasa hivi nikitaka kukutizameni nafanya hivi, jamani mupo jamani, natizama magoti. Lakini macho yako pale pale, nikitaka kutizama nafungua jicho langu tu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nani mzuri wa kuumba kama Allah? Hakuna. Undur ila hadhihi ash-shajara, utizame mti. Ukiutizama mti vizuri, jiulize maswali, nani ameufanya mti ule mpaka ukawa pale ulipofika? Waman alladhi akhraja minha ath-thamara, nani anayetoa matunda katika mti ule ulivyogrown up mpaka ukawa mkubwa, mpaka ukatoa matunda, mpaka ukawa rizqan lakum. Thumma anzur ila hadha almar'i wa qul man shaqqa fihi basara, kisha mtizame mwanadamu, utizame namna Mwenyezi Mungu alivyomuumba. Mungu anasema nani? Hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Hivi ndivyo vitu alivyoviumba Mungu, nionyesheni. Superpower ameumba nini? Policeman of the world ameumba nini? Watu wa ulimwenguni wameumba nini katika vitu ambavyo kama mwanadamu? Basi subhanahu wa ta'ala anasema, law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin law anna alqur'ana kullifa bihi aljabal, law Mungu angesema wewe jabali ndo usali, utoe zaka, ufunge, uhiji, basi la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah, amma waqad unzila alayka anta fala tubali bilquran. Leo imeshushwa kwako, hujali. Umeteremshia wewe kiumbe bora, hujali nayo Qur'an. Lakini inahitajia hasa mwanadamu awe na waqfa khassa, misimamo maalum, vikao maalum, barza maalum, ziwe stage maalum. Kazi yao wanakaa wanaitafakari kuhusu hii Qur'ani na kuitumia kwa hii Qur'ani. Ndio ilowafanya watu katika Waislamu wakanusuriwa na maadui na wakafaulu na wakaifungua miji ya Kiislamu. Khalid ibn al-Walid ni shahidi wa hayo, na Salahuddin al-Ayyubi ni shahidi wa hayo. Alikuwa akiona jeshi lake kundi linasoma Qur'ani, anasema min huna yati an-nasr. Akifika kwa wengine wamekaa wamelala tu, anasema min huna ta'tina al-hazima, hapa ndipo ushindi utakapotokea. Watu wanasoma Qur'an usiku, utafikiria nyuki katika mzinga, zile sauti za Qur'ani, kila mmoja ameinamia kitabu chake au anasoma kwa kichwa chake. Qur'ani alhasili inasahilisha matatizo na mambo yaliokuwepo. Kwa hiyo min huna yati an-nasr liannahum yaqumuna ala tilawati al-Qur'an, wa min huna ta'ti al-hazima, kwa sababu wao hawajali, wamelala, taraku kitab Allah wara'a dhuhurihim. Kwa hiyo kaifa nuamilu al-Qur'an, lazima tuitendee kazi Qur'an. Kwa hiyo katika busara ambayo Qur'ani inatupa, tizameni aya ya mwanzo kushushwa kwenu nyinyi. Tizameni aya ya mwanzo katika Dawlatut Tauhid Madinatul Munawwara. Tizameni aya ya mwisho, ndio inafungwa ukurasa wa Qur'ani. Hapo mtume anaondoka, na baada ya kushuka aya hiyo ya mwisho mtume kakaa siku 9 tu akaondoka ulimwenguni. Tizameni aya hizi, mnasaba na maudhui yake na message zake na yale maamrisho yake au makatazo yake au mawaidha yake, alafu mtu atosheki. Kwa nini aya hii ikawa ya mwanzo kushuka?
Ajiulize nafsi yake. Na kwa nini aya hii ikawa ya mwisho kushuka? Bismillahir Rahmanir Rahim, sura ya mwanzo kushuka hii. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Hizi aya ndo za mwanzo kushuka ala al-itlaq, ndo Qur'ani hapo inaanza kumshukia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwalimu anapoingia darasani, kama umeweza au umewahi kusomesha, zile hisa za mwanzo au dakika za mwanzo zinakuwa moto moto, na pale akili ya mwanafunzi ipatilize utakachokisema pale, basi kitakwenda moja kwa moja. Na ndio maana utakuta syllabus au utakuta headmaster wa skuli au mudiri wa madrasa, yale masomo muhimu yamewekwa katika hisa za mwanzo muhimu. Wewe ukifika katika shule, tizama mwalimu wa kwanza saa 1:30 atakayeingia ataingia na hisa gani? Basi ichukue akili yako, kwa nini hisa zile zinaingia. Lakini wanapokuwekea hisa ya mwisho, kwa maana kwamba sasa umeshajichokea, hisa hii liman arada an yuzawira au arada firara, anayetaka abaki, asiyotaka akimbie. Na maal asafi shadid, katika shule zetu hisa ya mwisho ni kwa dini ya Kiislamu au lugha ya Kiarabu. Hiyo ndo hisa ya mwisho. Na wewe chunguza skuli yoyote unaokwenda kusoma au kusomesha, tizama kama utaingia tu darasani uambiwe sasa tunasoma Qur'an, ni Islamic Religious Education. Nani alikwenda kukuta shuleni somo la kwanza ni dini au lugha ya Kiarabu? Kwa maana kwamba watu wanaona kama halina maana. Ndio maana yake, kwa sababu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ukiingia darasani somo la kwanza litakuwa Kiingereza, na kama si Kiingereza hesabati, na kama si hesabati ni mambo mengine ambayo watu wanayaona ndio muhimu kuliko kitu chochote kingine. Qur'ani inaweza kuwa hisa ya karibu na mwisho, kama si ya mwisho kabisa, na IRE au somo la dini inakuwa katikati karibu na mwisho au second last. Lakini tunapaswa kujua kwamba bila ya Qur'ani sisi si watu, ni kama wanyama, na tungeishi hatujui tungeishi vipi. Qur'ani imetustaarabisha, Qur'ani imetutoa katika ujinga, Qur'ani imetutoa kutoka katika kiza, Qur'ani imetunyanyua. Inna Allaha yada'u bihadha alkitaba aqwaman wa yarfa'u bihi alaqwaman, yarfa'u bihadha alkitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Mtume anasema Mungu atawanyanyua watu kwa kitabu hiki na Mungu atawadhalilisha watu kwa kitabu hiki. Kitabu hiki ndicho kitakachowanyanyua watu daraja, na watu watanusuriwa kwa kitabu hiki, na kitabu hiki ndicho kitakachowachongea watu wengine mpaka wakadhalilika kwa sababu namna gani watakavyokitumia kitabu hiki. Kwa ajili hiyo basi aya za mwanzo zinashuka katika gharu Hira au Jabalun Nur. Mtume sallallahu alaihi wasallam amejitenga, yuko ndani ya pango hili, anamwabudu Mola wake. Mola wake alikuwa anamtuma Jibril, anamwambia ya safira al-anbiya wa kabira umanai wahyi samai ya Jibril, nenda kwa kipenzi changu Muhammad, leo ndo mwanzo sasa tunataka kumtawaza, tumweke yeye, kumtangaza, tumfanye yeye ndo mtume. Na maneno haya mpelekee Muhammad, mwambie iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Jibril amekuja mpaka katika pango lokuwepo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwabudu Mola wake, anashtukia kiumbe gharibu kimembana mbavu zake. Baada ya kumwambia iqra, na baada ya kusema Mtume lastu biqari'in, iqra, soma. Nisome nini? Mimi si msomaji wala sijui kusoma.
Jibril akamwambia iqra, soma. Akamwambia nitasomaje na mimi sijui kusoma? Akambana mbavu zake, akambana kwa ajili ya kumpa kidogo fundisho kwamba anayetaka cha mvunguni sharti ainame, kwa mazungumzo ya Kiswahili, kwamba ukitaka kitu kikubwa lazima upate tabu, na hakuna kikubwa na kitukufu kama elimu. Na mwenye kutaka kusoma bila kupata shida, huyo anatupa kichekesho kikubwa. Lazima utaabike, na utataabika baadaye, utapata unachokitafuta. Utataabika na utapata mateso ndani yake, utapata mitihani, lakini mwisho, man talaba alula sahira layali, mwenye kutaka ukubwa na cheo ukesha usiku na uandaa mazingira ya kulipata analolitaka. Na msomi yoyote hawezi kukwambia kwamba mimi nimepata sahali sana elimu yangu nilokuwa nayo. Atakwambia nimehama, nimesafiri, nimepata shida, nimeenda kwa mwalimu huyu, nimefanya research wapi, nimepata hatari fulani, nimefika mpaka hadi fulani. Ndio maana leo naitwa mwalimu au shekhe au profesa au dokta au nani, kwa sababu elimu ilinifundisha mengi. Wengine mpaka macho yamekuwa hayaoni kwa kutafuta elimu. Wengine mpaka nywele zimetoka katika kichwa chake kwa kutafuta elimu na kwa kuwaza sana. Wengine mpaka wamechanganyikiwa kwa kutafuta elimu. Wengine mpaka wameuza kila kitu kwa kutafuta elimu. Elimu, ndugu zangu. Wengine wamefarakana na watu wao kwa sababu ya kutafuta elimu. Na kigezo kikubwa ni kwa maimamu wetu wanne ambao ni fundisho kubwa kwetu sisi, jinsi gani walivyoitafuta elimu. Mwenyezi Mungu atujalie ulama, atupe elimu yenye manufaa. Iqra ya Muhammad, soma. Mtume anasema ma ana biqari, anambana mbavu zake kukuonyesha wewe mwanafunzi usiguswe kidogo na mwalimu ukatukana ukalani. Na wewe mzazi usimwone mwanafunzi kidogo amepigwa mkwaju ukaja mbio madrasa ukasema walimu wanapiga sana. Mwache afundishwe, mwache apate kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikionja. Jibril, Mwenyezi Mungu anamtaja, anasema dhi quwwatin inda dhil arshi makin, mwenye nguvu akimbana Mtume sallallahu alaihi wasallam atahisi vipi kibano kile? Wewe unapobanwa na mtu mwenye kilo 20-30 ni tofauti likikubana baba la miraba minne. Sikwambii Mtume anabanwa na Jibril ambaye Mungu anasema ni dhi quwwatin, mpaka jasho limemtoka Mtume kwa kule kubanwa na Jibril. Inaonyesha ilikuwa ni kibano cha nguvu. Baadaye amembana alafu amemwacha, anamwambia iqra, sasa soma. Akamwambia ma ana biqari, anambana tena zaidi ya vile alivyombana mara ya kwanza. Kisha anamwacha, anasema thumma arsalani, kisha akaniacha, kisha akanibana tena, thumma arsalani, kisha ameniacha tena, faqala liyaqra bismi rabbika alladhi khalaq, akanambia soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Mtume akasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq, akisoma Jibril na Mtume anasoma nyuma yake. Ikawa ni mwalimu Jibril na Mtume ni mwanafunzi. Na Mtume alikuwa na hamu ya kutaka kuhifadhi haraka hii Qur'an. Kwa hivi ndivyo inavyoonyesha mwanafunzi. Mwanafunzi alitakana awe na pupa ya elimu. Haraka atake haraka kukusanya maalumati, na ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Qur'an kwambia la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Ilikuwa na haraka ili asipate kusahau wala asipate kukosea. Akisoma tu Jibrili, Mtume anafuatia haraka isimpite. Akamwambia la, usiwe na haraka, pole ni juu yetu sisi kukusomesha, na kukihifadhi kilichokuwa tumekusomesha ni juu yetu sisi. Sayyidina Jibril akimsomesha Mtume sura kamil pale, Mtume akiisoma tu ndio imeshakaa katika kifua chake. Akienda kusali, akisalisha, anasoma kama alivyopokea kutoka kwa Jibril. Mungu amehifadhi pale.
amekwisha kumdhaminia hilo. Mungu atupe hifadhi kama hizo. Lakini maasi ni mengi, tutahifadhi vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akitia macho nuru forodhani kama tunavyofanya. Ndio maana kichwa chake na moyo wake ulikuwa kisomeshwa tu, anachukua. Na abqari genius kama Shafi'i alikuwa anasajili elimu kwa kusoma tu, ile akisoma bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbi, harudi tena, hiyo imeshaganda katika kifua chake. Hawa watu walikuwa hawatii macho nuru kama tunavyofanya sisi. Sisi tumezidi kutia macho nuru. Ndio maana qul huwallahu ahad mtu anairudia mara 9 mara 10, qul huwallahu ahad, mara sema qul huwallahu samad Allahu ahad, anaisoma aya ra'san ala aqib. Acha kutia macho nuru uone kama utohifadhi Qur'ani vyema. Nikisema macho nuru vijana wanajua, ndio maana wamecheka. Ndio maana sina haja ya kutafsiri. Kutia macho nuru ni kukaa barazani ukatizama, kusema tizama bomba huyo anakuja, bomba huyo, na mara nyingine ana tasbih sawa, astaghfirullah astaghfirullah, bomba hilo linakuja bomba, na huko anastaghfir, anafanya maskhara na Qur'an al-Karim na Mwenyezi Mungu. Na Mungu mtume wake alisema katika mujibu wa dua, sema ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin sahid. Jueni kwamba mnapomwomba Mungu muwe na hakika Mungu atakukubalia dua zenu, na mjue kwamba Mungu hakubali dua ya mtu ambaye moyo wake uko mbali. Leo utasemaje astaghfirullah, huko namwambia mwenzako tazama chuma hicho kinapita, astaghfirullah huku unafuta dhambi hazijafutwa, unaongeza nyingine za kutizama chuma. Kwa hiyo imekuwa ni ada yako tu ile kukamata tasbih au kusoma uradi au kuomba istighfari au kushukuru neema ya Mungu. Unashukuru neema ya Mungu, lakini unafanya vitendo ambavyo vinaonyesha wazi unakufuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunapotaka akili ziwe barabara na nyoyo zihifadhi vizuri mambo, tuache maasiya. Imam Shafi anasema siku moja nilimtizama mama mmoja, mguu wake alikuwa anapita, basi nikatizama kwa bahati mbaya, ile mara nyingine hukukusudia, lakini akauona ule msuli na mguu wa mwanamke. Baadaye akitaka kuhifadhi akili ikagoma, ikawa inahifadhi kama sisi tunavyohifadhi. Akaenda kwa Waki' ibn al-Jarrah, mwalimu wake, akamwambia mbona siku hizi siwezi kuhifadhi? Akamwambia kwa sababu na muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema ni kweli, nilimtizama mwanamke kwa kumtizama bila kukusudia. Ndo akatunga mashairi yake maarufu, anasema shakautu ila Waki' su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nuru Allah la yuhda li'asi. Nilikuwa mzito wa kuhifadhi, nikashtaki kwa mwalimu wangu, akaniongoza akaniambia niache kumuasi Mungu, na akaniambia kwamba elimu ni nuru na nuru ya Mungu hapewi mtu mwenye kufanya maasi. Kwa hiyo hii ni dalili hujja wazi kwamba tukitaka kuwa na suratul hifdhi, tujitahid kuondosha machafu na maovu katika sura zetu na macho yetu na nyoyo zetu. Na vijana waache lile suala la masturbation, kwa sababu linasababisha pia akili kuchoka na ikawa kila kitu unasahau, hata Qur'ani unasahau. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ. Message tunayopewa hapa kwamba jambo la mwanzo kwa Muislamu anatakana awe alim, mutaallim. Na hawa wanatuambia kun aliman au mutaalliman au muhibban au mustami'an. Ikiwa umezalikana katika mazingira ambayo wazazi wako hawakujua umuhimu wa elimu, maana kuna watu wengine mpaka leo bado hawajajua umuhimu wa education. Utasoma mpaka wapi? Mbona mimi sikusoma na nakula na kunywa? Bado anaweza kukuambia habari kama hizo. Ikiwa hukubahatika umekuwa mtu mzima, elimu huna, sio ile inayoitwa ya dini wala ile inayoitwa ya dunia, basi anasema kuna aliman au mutaalliman. Ima uwe mjuzi au uwe mwanafunzi unatafuta.
Ikiwa hutokuwa wewe ndo alim, uwe mutaallim, mtafutaji elimu. Ikiwa pia hutafuti hiyo elimu, yani huo si mwanafunzi, basi muhibban, kuwa mpenzi. Kabla ya kuwa mpenzi, kuwa mustami', msikilizaji. Penda sana kusikiliza wasomi waliokuwa wanakuzidi katika elimu, waliokuwa wamepata elimu, kwa sababu wewe si alim wala si mutaallim, basi angalau mustami', msikilizaji, kwa sababu ukisikia hapo hapo unaondoka katika daraja hiyo, unakuwa mutaallim, na ukitoka hapo unakwenda katika daraja ya alim. Na kama sio mustami, upendi kusikia, ukiona watu wanasoma wanaambizana maneno ya Mungu, wana njaa, wamekosa kazi ya kufanya, mimi na kazi na shughuli chungu nzima. Ikiwa pia huna daraja hiyo, basi angalau kun muhibban, sema mimi wakati sina, lakini mambo haya ninayapenda. Ni khairi kubwa. Mungu awazidishie wanaokwenda kusikiliza. Sema kama hivyo, angalau unaonesha na wewe unapenda, unayasupport haya mambo. Lakini pia kupenda upendi, sasa wala takun khamisan fatahlik, wala usiwe mtu wa tano. Mtu wa tano laysa bialimin wala bimutaallimin wala bimustami'in wala bimuhibbin, yeye ndo yupo tu katika ulimwengu, na huyu ndo alikuwa na hatari, kwa sababu hajui position yake ipi. Sema rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadhaka alimun fas'alu, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fahuwa mutaallimun fa'allimu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fahuwa nasin fadhakkiru, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa mukabirun famqutu. Mtu ambaye hajui na hajijui kama yeye hajui, huyo ni mutakabbir, na huyo huvamia kila mahali, na huyo huingia katika sehemu ambayo si yake, na utakacheo ambacho anaweza kuharibu. Na mtu anasema idha wasida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru as-saa. Mnapoona jambo kalikamata yule ambaye hana uwezo nalo wala halijui, alieleze vipi, alielekeze vipi, alinyanyue vipi, alilaze vipi, basi subirini kuharibika kwa mambo, na mambo yameharibika. Kwa ajili hiyo basi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, message ya mwanzo anapewa na Jibril kutoka kwa Allah atupe sisi ni message ya kusoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Fahal qara'na? Sasa suala kubwa, je, tumesoma? Tuondoke hapa, jibu utajijibu mwenyewe hapa au ukirudi nyumbani. Ma hiya awwalu ayatin nazalat fi dawlatin islamiyya, دولة الإسلامية، دولة التوحيد، معسكر التوحيد. Ni aya gani ya kwanza iliyoshuka katika dola ya Kiislamu? Mtume alipokuwa kishafika Madina, ndo sasa anatangaza dola ya Kiislamu. Aya ya kwanza kushuka ilikuwa ni aya inayohusu muamalati. Bismillahir Rahmanir Rahim. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Watu walikuwa wameshanogewa na biashara, na Madina mbali ya kituo cha ilmu ilikuwa ni kituo cha biashara. Watu wanafanya biashara kwa wingi, lakini unyanyasaji katika biashara, wizi, corruption, ufisadi na kila aina ya mambo yalikuwa yamejaa. Sasa Uislamu unakuja, unataka kusawazisha hali ile katika biashara, kwa sababu biashara inamfanya mwanadamu anapata riziki yake, na riziki ndo inamfanya mwanadamu anapata nguvu za kumwabudu Mola wake. Ikiwa ile masdar ya chakula anachokipata mwanadamu imechafuka, Mtume SAW anasema rajulun ash'ath aghbar yutilu safar yarfa'u yadayhi ila as-samaa wa yaqulu ya rabbi ya rabbi mat'amuhu haram malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram anna yustajabu lahu. Chakula chake cha haramu anachokula haramia, kinywaji chake cha haramu, nguo alizozivaa za haramu, yeye mwenyewe amelelewa katika haramu, atakubaliwaje na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla? Sasa kumbe riziki ya haramu ina matatizo.
Riski ya kuchuma mahala ambapo sipo, ukaeka baa yako tu, ukachukua pombe ukauza, ukawanyang'anya watu, ukawadhulumu watu, ukafanya hivi ukafanya hivi, una chume cha haram. Kumbe mashaka makubwa. Hata unaponyanyua mikono, Mwenyezi Mungu anakuambia anna yustajabu lak, utaotikiwa vipi maombi yako wakati wewe mwenyewe ni haramia. Mungu atusalim salama. Wakati sisi tumepewa vitu ambavyo tukivitizama vizuri mambo yanakuwa mazuri, tukivifanya vizuri tutapata faida kubwa. Analeta sala, Mungu anasema ukisali itakukanya sala yako na machafu. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sala inamnyang'anya mtu ruksa, nafasi ya kwenda kufanya machafu na maovu. Ndio thamaratu sala, matunda ya ile sala ambayo unasali. Siku moja Sheikh Basali alinipa kisa, alikitoa kisa kwa waumini. Anasema kuna bedui mmoja ilikuwa ni qati'u tariq, yeye ni mwizi wa kunyang'anya watu njiani. Sasa anasubiri wasafiri wanaopita na biashara zao, wanawanyang'anya. Kafanikiwa siku moja, bwana mmoja anapita katika njia ile, yule bedui akamuona kwa mbali kwamba bwana anakuja na amejaza ngamia wake na bidhaa mbalimbali. Leo katika kunyang'anya kwangu nitatononoka, hali yangu itakuwa nzuri. Kumbe yule mfanyabiashara kishamuona yule bedui mwizi qati wa tariq. Alipomuona sasa akaona nisiende kule, akajifanya kama anageuza njia narudi alikotoka. Alivorudi alikotoka, yule bedui mwizi naye akajifanya hana haja na yule bwana, naye anageuza narudi alikotoka. Akaona ala, yule bwana inaonyesha si qati at-tariq. Akigeuza yule mfanyabiashara apite ile njia, yule bwana naye anageuza anarudi kwenda kumkabili. Yule bwana akageuza tena akarudi alikotoka, yule bwana akageuza akajifanya anasali. Allahu akbar. Yule mwizi akawa anasali. Yule mfanyabiashara akasema kumbe nasumbuka bure, mtu mwenyewe 5 salawati huyu anahangaika bure. Basi akaazimia kapita, akawa hana wasiwasi, najua wazi mimi nitapita salama. Kwa nini? 5 salawati. Yule bwana anasali. Allahu akbar, sami Allahu liman hamid. Yule bwana anapita, alipofika karibu akaacha sala, akamrukia akamnyang'anya. Akamwambia nimekuwahi na hii hila imefaa leo, nimekupata. Akamwambia bwana sikiliza, yule mfanyabiashara, chukua kila kitu changu, chukua mali yangu, chukua kitu, lakini nataka unijibu swala moja tu. Inakuwaje wewe mwenye kusali 5 salawati unakuwa mnyang'anyi na mwizi? Akamwambia mimi sina sala, sina lolote, lakini nilivyokudanganya kidogo, maana mimi nilikuwa nishakuona unaenda zako, lakini nikajua nikitumia mbinu ya kwamba ninasali ninajulikana, kwa sababu wenye kusali hawafanyi vitendo vibaya kama hivyo. Kwa hiyo nilijua utajileta mwenyewe, utajua mimi siye. Kwa kule kusali kwangu, ile sala peke yake itakupa picha kwamba mimi siye, kumbe mimi ndiye. Kwa hiyo wewe umejileta mwenyewe, chukua kila kitu chako, sasa hivi imekuwa mali yangu. Vipi? Manake leo vile vile sala 5 vile vile watu wanazichukulia hizi ndo kama manake kinga. Ukija mtu akitoa mawaidha kidogo anaanza kupiga mchango, jamani mimi nimekatikiwa, mwenzenu Muislamu mwenzangu juzi nilisilimu, kumbe ana miaka 15 kutokea asilimu, nisaidieni, sina nauli, sina hivi. Anatoka nyumba hii anakwenda msikiti huu, anakwenda huku, yeye anakuwa anaishi kwa kuomba kila mahali anapopita. Kachukua zile aya zake za Qur'ani na mawaidha yake makali, mpaka watu wamejizoelea maskini. Wakikuta mtu kidogo anapiga aya kali kali, akiona sasa hivi ana conclude mazungumzo yake, mtu anachukua viatu vyake, huyo anatoka, najua huyu sasa hivi atatangaza mchango, na mimi sina kitu hapa, nisije nikaaibika. Huyo anatoka na kwenda. Hivyo utaishi wewe kwa kuomba watu kila siku mpaka lini? Imam Shafi alipokwenda Misri alifanya kazi gani unajua? Kazi yake ilikuwa kuosha choo katika msikiti. Anakosha vyoo vya watu, wanakwenda huko wanafanya majambo yao, na wewe mtu hebu akupe kazi ya kuosha choo uone. Mbiwe bwana kazi yako ni kuosha choo.
uone dhilla zake utakapozipata. Mtu anakuja na msikiti kama wanasema msikiti si una wafanyikazi, anachukua nafsi yake anakojolea ukuta ule msikitini chooni. Wengine anafanya haja yake mahala ambapo sipo. Sasa si watu wapo kusafisha, watakuja kusafisha? Hana ustaarabu. Basi Shafi'i alikuwa pale Misri nakosha choo msikitini, watu wanamuuliza mbona unafanya kazi hii? Anasema nimeshasema nafsi yangu, na nafsi nimeshaisemeza zamani, nimeambia nafsi, ukikataa kufanya kazi hii utafanya kazi chafu kuliko hii. Nafsi yangu nimeiambia mapema, kataa kufanya kazi hii uone kama hutofanya kazi chafu. Wakamuuliza nini kazi chafu zaidi ya hii? Akamwambia kuomba itakuwa ndo kazi yako, maadamu hutaki kazi hii. Hii ni ashrafu amal, ni kazi takatifu hii. Japo ya kuosha vyoo mnaiona kazi chafu, lakini ni safi. Hakuna kazi chafu kama kazi yako kila siku kuomba watu, nipe hiki, nipe hiki, nipe hiki, nipe hiki. Basi mazingira kama hayo yalimfanya bedui kuacha kumuona mtu huyo anafaa kuniepuka, kwa sababu yeye anatekeleza 5 salawat. Kwa hiyo Madina ilipokuwa daula ya Kiislamu inatangazwa, muamala wa biashara ulikuwa mbaya, watu wanaibiana. Alikuwa bwana mmoja anaitwa Abu Juhaina, yeye kazi yake ilikuwa na vipimo viwili, kipimo kimoja kikubwa na kimoja kidogo. Akisikia kuna mtu anauza biashara, anakwenda na kipimo kikubwa, bwana niuzie. Anatoa kipimo, lete kipimo, anatoa nipimie hii. Akichukua yeye sasa anakwenda kuuzia watu wengine, anatoa kipimo kidogo, bwana njoo nikuuzie. Anaponunua yeye anatumia kikubwa apate faida, akienda kuuzia watu anatumia kipimo kidogo. Natimiza wajibu wako kutizama namna ya biashara zinapokwenda. Ndio hivyo hivyo, wanaosafiri kwenda Dubai, wanaokwenda Thailand, wanaorudi, atanunua billahi alaikum, umenunua kanzu hii pesa ngapi mpaka na wewe uje uuze 50,000 na 60 na 70 bila kusimama na kutizama hali za maisha ya watu? Umenunua saa hii bei gani wewe mpaka ukauza bei hizo unazouza? Lakini tizama, tia faida kiasi, alafu tizama na hali halisi za watu. Tizama wanaweza kuafodi watu. Leo mtu anaishi wallahi tunaishi kwa mapenzi ya Razzaq dhul quwwati al-matin. Mshahara ndio huo, wanasema mshahara mbuzi, mkia wa mbuzi, na mshahara kama hata ukiwa mkia wa ng'ombe. Lakini wewe itakuwaje unazidisha bei mara 5 ya kile ambacho kwamba umekinunulia? Haifai. Kwa hiyo Uislamu hapa wanafundishwa muamala wao wa kazi zao. Sasa je, kazi zetu na muamala wetu kwa mujibu wa aya hii iliyoshuka mwanzo katika dola ya Kiislamu, je, tumeitumia vipi? Suala tunajiuliza na tunajijibu sisi wenyewe. Wafanyabiashara wengi tuko hapa alhamdulillah, na tutatizama mujibu wa maneno matukufu ya muamala wa watu na biashara zao, na kuuza na kununua na vipimo na kurekebisha. Turekebishe vipi na hali za watu zilivyo? Tuwatizame watu kwa jicho la rehema, na Mungu atakurehemu. Na man la yarham la yurham, asosikitikia wengine hatosikitikiwa na yeye na Mwenyezi Mungu. Ndio maana kila siku unauza makontena kwa makontena, lakini bado unazidi kudidimia, hali yako inakwenda chini, kwa sababu umewabambikizia watu mabei ghali, huku warehemu na Mungu naye akakataa kukurehemu. Lakini uza angalau wewe, angalia zaidi watu wengine. Mtizame Imam Abi Hanifa, anakuja mtu anamwambia nauza material yangu hii, nimeletewa zawadi lakini sina pesa, naomba uinunue nipate pesa. Akamwambia unauza ngapi? Akamwambia nipe dinar 100. Akamwambia 100 hii inakuwa ni ghali kuliko hivyo. Akamwambia nipe 200. Akamwambia ni ghali kuliko 200, nipe 300. Akamwambia ni ghali kuliko 300, nipe 400. Akamwambia ni ghali kuliko 400. Akamwambia bwana usinifanyie maskhara, nguo yangu mimi mwenyewe nauza. Akamwambia lakini wewe hujui mimi mfanye biashara wa material, najua kitambara kina gharimu kiasi gani. Sina haja ya kukuibia. Uliza ndugu zangu na majirani wangu wanauza vitambara, hiki kitambara kinafika bei gani? Bei atakayokupa nitakuja kuinunua hii. Akapita mmoja mfanyabiashara mwenzake Hanafi, Imam Abi Hanifa, akamuuliza bwana, hebu muulize huyu. Akamwambia hii material bei gani? Akamwambia hii 500 dinar, ni dinari 500 hii inafika. Akamwambia je, umesikia habari hiyo? Sisi ndo tunajua, ni wataalamu wa vitambara. Kuna wataalamu hapo hapa. Mtu akiona material hii, hata ili koti langu hapa wengine washalipigia bei. Unajua Uthman Maalim kavaa koti bei yake shilingi 500.
kila mtu anajua. Ukiona kwamba kuna taa au feni, wapo watu hapa wanajua hii feni hii dukani kwangu kiasi kadhaa, hii saa alovaa nauza kadhaa, hii buibui alovaa mwanamke nauza kadhaa na bei yake kadhaa. Wewe ukiona unatembea huko, watu wanakutizama, tunakusandi. Leo bwana umevaa kanzu bei yake 5000, leo umevaa hivi, wanajua kila kitu. Kwa hiyo Imam Abi Hanifa akamwambia bei yake hii dinari 500, hii zichukua. Mmeonapi mtu anajipandishia mwenyewe bei? Nenda wewe dukani ukamwone mtu anakuambia hii bei nitakushushia mpaka pale unapotaka mwenyewe. Haiwezekani. Utaona ni mageni kabisa. Au mtu anasema umenunua sana dukani kwangu. Sasa hivi nenda hapo dukani kwa mwenzangu, ana mafeni kama haya yangu. Wewe umenunua 10, sasa kanunue tena hayo 10 mengine na yeye apate riski. Umeonaje? Na wewe sema hivyo kama watu watakuambia wewe mpumbavu nini? Biashara imekuja kwako vizuri, unafanya mama maskhara, utakufa na njaa wewe, utakufa maskini. Katika watu utakokufa maskini wewe, kumbe wewe ndio utakayekufa tajiri. Tajiri wa neema, tajiri wa moyo, ghina nafsi. Tutizame vizuri, tutaona ndani ya Qur'ani kuna mafunzo maalum. Ashaddu ayatin ala ahli an-nar, aya nzito kwa watu wa motoni. Aya nzito kwa watu wa motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Suratun Naba, Suratun Naba, amma yatasaalun عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا إلا عذابا. هذه هي أشد آية على أهل النار. Onjeni, hatutozidisha juu yenu isipokuwa adhabu mfano wake. Qur'ani inasema hii ndo aya nzito itakayokuwa inawashukia watu wa motoni, kwa maana kwamba ziada inayokuwepo pale ni ziada ya moto tu. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Ukiomba maji unapewa maji moto, sura yote inaingia katika bakuli la maji kwa moto wake. Wama hiya arja aya, ni aya gani ilikuwa na matumaini zaidi? Katika Suratun Nisa Mwenyezi Mungu anasema Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah anasema yale mambo ya kumshirikisha na kufanya shirki ni mazito, na Mungu atamsamehe kila mmoja madhambi yake maadamu hakumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya yenye matumaini kwamba dhambi zote ulizokuwa nazo zinaweza kusamehewa na Mwenyezi Mungu, labda shirki ulomshirikisha. Shirki, ndugu yangu, shirki hiyo, nafanya shirki nipate kuwa tajiri. Umekuwa tajiri, hujawa tajiri na umeshirikisha moto. Nafanya shirki mume wangu anipende, hujapendwa, badala yake umechukiwa.
kwa sababu uchawi mara nyingine ule ushirikina unageuka. Yule mganga mara nyingine akifuatwa na mwanamke, nataka dawa kidogo nimfanyie mume wangu anipende sana, badala yake anamchukia sana. Na mara nyingine anakuwa kuna dawa za kuchukia, labda nataka umfanye mume wangu anachukia wanawake wote isipokuwa mimi tu, badala yake anachukia wanawake wote pamoja na mkewe. Hizo dawa zinafanya kazi hivyo kishirikina, mwisho unapata hasara. Asitoke asende mahala popote, unamtilia dawa, mara anaugua hatoki endi mahala popote mpaka kufa kwake. Macho yasione mtu yoyote, yanione mimi tu, mara yanapofuka hayaoni wewe wala hayaoni mtu yoyote mwingine. Shirki nazidi. Shirki hii matunda yake ni machungu, na mwisho wake Mwenyezi Mungu anasema sikusamehe dhambi hiyo. Ikiwa umejiepusha na shirki, basi bishara njema kwa dhambi zote ulizokuwa nazo Mungu atazisamehe, atakufutia. Mungu atusamehe dhambi zetu, lakini usishirikishe Mungu na usife katika shirki. Na kitu kikubwa kufa katika shirki. Na mtu ambaye atatubu hata shirki asirudi tena kabla ya kufa kwake, hasa Mwenyezi Mungu atamsamehe hata shirki, maadamu alikuwa katika ujahilia, alikuwa hajui na mambo haya anafanya. Leo ameona nuru, ameona sasa, ametubu taubatan nasuha, hakuturudi tena, baada ya roho haijatoka. Mungu atamsamehe dhambi zake zote inshallah. Hiyo ni arja ayatin ala ummati tauhid, ni aya ambayo ina matumaini makubwa kwa ndugu yangu kijana Muislamu, mume, mke, mama, baba kule nyumbani. Wewe umefanya dhambi kiasi gani? Dhambi zako zozote ulizokuwa nazo, maadamu hukudajarra kumshirikisha Mwenyezi Mungu, rudi na Mungu, muombe msamaha na Mungu atakusamehe. Utaanza ukurasa mpya pamoja na Mwenyezi Mungu, utasamehewa dhambi zako zote. Na hakuna mtu anayesema mwenzake kwamba yule bwana nikimwona anaingia peponi siku ya kiyama sikubali. Kwa kuwa nini? Namuona mtu asi sana fulani, hata huyu ataingia peponi huyu, kwamba unajiona wewe piwa kuliko watu wote. Alisema mmoja katika wakati wa Nabii Musa, akasema wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, na hapa mtu fulani Mungu hatomsamehe dhambi zake. Mwenyezi Mungu akasema, Musa, huyo alosema maneno hayo ndo mimi simsamehe dhambi zake. Huyo aloambiwa mimi simsamehe, nimemsamehe dhambi zake zote. Anaingilia kazi zangu nani huyo anayesema maneno hayo? Sasa kuna watu leo wanajiona wao powerful, wanajiona wao perfect, wanajiona wao mahodari sana, kwa kuwa wanajiona wamesali miaka 2 mitatu, basi akimwona mwenzake asi anasema huyu bwana hataki ingia peponi, nitafanya mgomo, sikubali. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni asi, mimi mcha Mungu. Nani anakuambia wewe mcha Mungu? Uona khudhu kwa Mwenyezi Mungu, nyenyekea basi. Na tarajia watu wengine Mungu awaongoze na wahidi, na Mungu atawaongoza kila wenye kumaasi. Mungu atawaongoza kila mafasik, hata kama ulikuwa nani wewe katika dhambi. Kwa sababu kuna watu wengine wana majina hasa katika madhambi, wana majina maalum wamepewa katika maasi na katika machafu fulani fulani. Basi wewe hata kama ulikuwa na jina lako maalum umepewa, sijui kibaka au kitangi au sijui kinani au kitale, lakini wewe ukirudi kwa Mungu, Mungu atakusamehe na hilo jina litakuwa tena usimuite mtu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman, msiibane, msipiane, msibezane, msipeane majina ya ajabu ajabu. Na mtu anaona vizuri kuitwa kitangi au kibaka au kitale au kidudu au sijui kitu gani, na haya majina ya Kiislamu yapo, kazi yake nini? Kwa ajili hiyo aya hii inatupa matumaini makubwa. Wama hiya akhiru ayatin nazalat, na ni aya gani ya mwisho kushuka? Sasa hapo ukurasa unafungwa, anafunga Mwenyezi Mungu ukurasa wake. Maneno ya mwisho ni kama vile baba anavyotaka kuwahusia watoto wake maneno ya mwisho, au kama vile mtume alivyotuhusia, roho inatoka anasema usikum bis-sala wa ma malakat aymanukum. Sasa Qur'ani inafungwa, Mwenyezi Mungu anataka kumaliza message alompa mtume kuwapelekea watu wake. Anawaambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hiyo vyote itakavyokuwa
iogope siku ambayo utarudishwa kwa Mola wako, iogope siku hiyo ambayo utasimamishwa kwa Mola wako. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha kila nafsi italipwa ilichokifanya, ilichokitenda, ilichokichuma, na Mungu hatomdhulumu mtu yoyote. Maneno ya mwisho hayo Mungu anasema sasa, Qur'ani tumeifunga hapo, maliza, tumemaliza. Iogopeni siku ya kuondoka hapo. Siku gani hiyo? Siku utapitishwa. Siku hiyo Bibi Aisha alimuuliza Mtume, hal tazkuruna ahlikum, mtu atamkumbuka mtu wake, mpenzi wake, mke wake? Anasema wallahi la, katika sehemu tatu, lan yadhkura ahadun ahadan illa nafsa. Hii sehemu tatu kila mmoja ataikumbuka nafsi yake tu. Inda as-sirat, inda al-mizan, inda as-suhuf, wakati wa kupita katika sirat, wakati wa kupokea daftari, wakati wa mizani kupimwa amali za waja. Hapo wala mume hamkumbuki mkewe, wala baba kumkumbuka mwanawe, wala mama kumkumbuka alomzaa. Hapo kila mmoja nafsi nafsi katika sirat. Mwenyezi Mungu anasema فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. aya hizi ni nzito, zinazungumzia habari ya sirat na zinasema sote tutaingia motoni. Aya hizi Mtume anasema laisa hunaka barrun au fajirun illa wasayadkhulu an-nar, hakuna mwema wala muovu, wote wataingia motoni. Ikiwa mtu huyo ni mwema, basi fasayaburu watatakunu an-naru bardan wa salaman alayhi kama kanat bardan wa salaman ala Ibrahim. Ikiwa ni mwema, moto utakuwa baridi kwake kama ulivyokuwa moto baridi kwa Ibrahim alayhi salam. Ikiwa ni muovu, thumma nadharu adh-dhalimina fiha jithiya wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ikiwa ni muovu ndo atabakia hapo. Nusema fa warabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli shi'atin, kisha tutatoa katika watu waovu hawa katika kila kundi, ayyuhum ashaddu ala arrahmani itiya, ni nani kafiri kumliko mwenzake. Wale vigogo katika ukafiri, mmoja mmoja anachukuliwa anapelekwa sehemu yake maalum. Thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya, kisha sisi tunajua ni nani aula zaidi wa kuishi humo milele. Wa in minkum, na hakuna katika nyinyi, illa wariduha, isipokuwa ataingia katika huo moto, atavuka. Ndo ile daraja litawekwa motoni pale. Muislamu atavuka kama umeme, lakini asokuwa Muislamu akivuka anaanguka na bakia katika moto ule, wal iyadhu billahi min dhalik. Thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Hilo limeshapita kwa Mungu kwamba kila mmoja atapita, yani ataingia katika huo moto. Muumini atavuka, kafiri atabaki. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, tutawaokoa. Mwenyezi Mungu anasema nunajji alladhina taqaw, tutawaokoa walomcha Mwenyezi Mungu. Walomcha Mungu ndo nyinyi ambao tunafunga pamoja hapa, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum. Mwenyezi Mungu asema nunajji alladhina taqaw, tutawaokoa walomcha Mwenyezi Mungu. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, na tutawaacha madhalim wamepiga magoti kwa udhalilifu, kama vile wafungwa mahabusu walipokuwa dhalilifu, shingo zao zinatikisika kwa sababu ya hali inayowapata. Hii ni aya ambayo ni ya mwisho kushuka, ambayo inasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kidogo tumeingia katika bustani la Qur'an, na insha Allah taala Mwenyezi Mungu atujalie tumepata faida kubwa katika bustani hii.